Ikikutangazia kutoka jijini Dodoma. Karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari tulionayo usiku huu. Radi yaua wanafunzi watatu wa shule msingi Msongola manispaa ya Ilala. Na kimataifa, Uingereza na Rwanda mahakamani juu ya mkataba wa wahamiaji. Na katika michezo, kocha Gamondi atangaza kikosi cha timu ya taifa huku Mbwana Samata akitupwa nje kunako kikosi hicho. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu. Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema kuwa mfumo bora wa kodi ni sehemu ya mkakati wa kujenga uchumi imara, jumuishi na wenye ushindani nchini, pamoja na kuwa nyenzo muhimu ya kufikia malengo ya dira ya maendeleo ya taifa 2050. Mwandishi wetu na taarifa zaidi. Akizungumza leo Machi 18 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam baada ya kupokea ripoti ya kutathmini maboresho ya mifumo ya kodi nchini, Rais Samia amesema kuwa serikali na wadau mbalimbali wa maendeleo wana wajibu wa kuhakikisha kuna mfumo bora wa kodi unaorahisisha ufuatiliaji wa makusanyo ya kodi kwa ufanisi na kudhibiti mianya ya ukwepaji kodi. Maboresho ya mfumo wa kodi ni nyenzo muhimu katika safari yetu ya kufikia malengo ya muda mrefu ya maendeleo ya taifa letu yaliyoainishwa katika dira yetu ya 2050 ambayo ni kujenga Tanzania yenye uchumi imara unaoongozwa na uzalishaji unaoshindana kimataifa na unaowanufaisha wananchi wengi zaidi. Hayo ndio malengo yetu kwenye dira na huko ndiko tunakoelekea. Ripoti hii imekamilika na imekabidhiwa katika kipindi ambacho nchi yetu tunakwenda kutekeleza au tunaanza utekelezaji wa dira yetu ya 2050, dira ambayo mwelekeo wetu ni kukua kwa uchumi kufikia uchumi wa fedha nyingi trilioni 1 ifikapo 2050. Inshallah Mungu atujalie tufike huko. Lakini dira hii inatuambia kwamba utekelezaji wake katika vipindi vya miaka mitano tunavyoikata, 22% ya utekelezaji wa dira hii utafanywa na serikali, 70% ni sekta binafsi na wadau wengine, na 8% ndio mashirika ya umma. Kwa lazima tujisahihishe kwenye sera za kodi, sheria za kodi na practices zetu au ufanyaji wa mambo yetu kwenye kodi. Mwenyekiti wa Tume ya Rais ya kutathmini maboresho ya mfumo wa kodi Tanzania, Balozi Ombeni Sefue, amemshauri Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuacha alama ya kudumu kwa kuunda mfumo jumuishi na timilifu kwa kutambua na kuwalea wajasiriamali wadogo. Mheshimiwa Rais, bado hakuna utaratibu kamilifu jumuishi. Sisi tunapenda kusema 360 degrees. Hakuna utaratibu kamilifu na jumuishi wa kuwatambua, kuwalea na kuwakuza wajasiriamali wadogo na wote wanaoanza biashara mpya. Jambo hili ni kilio kikubwa sana cha wananchi kote tulikopita na hasa vijana kwa siku nyingi. Jambo hili liko kwenye matamko mengi ya Chama cha Mapinduzi na serikali. Lakini kwenye hili Mheshimiwa Rais, kauli si mali. Tujiulize ni kwa nini bado wananchi wanalalamika. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wenzangu tunakuomba sana, usije ukamaliza muda wako wa uongozi bila kuwaachia Watanzania mfumo timilifu, kamilifu, jumuishi 360 degrees wa ecosystem ya kuwatambua, kuwalea na kuwakuza wajasiriamali wadogo wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, ukifanikiwa, ajenda ya uchumi shirikishi itatimia na hao watakuwa na mchango mkubwa sana katika mapato ya taifa huko tuendako. Ukifanikiwa Mheshimiwa Rais, vijana wa Tanzania watakukumbuka daima na tumekuandalia mapendekezo. 5, Mheshimiwa Rais, ukusanyaji wa mapato ya kodi ikilinganishwa na ukubwa wa uchumi na ukuaji wake bado uko chini ya wastani wa 16% kwa nchi za SADC na chini ya lengo linalotakiwa la zaidi ya 20% ili kufikia malengo ya dira ya maendeleo 2050. Aidha, tume imebaini kuwa walipa kodi wamepoteza imani na mifumo iliyopo ya kutatua migogoro ya kodi
Na Balozi Sefue amesisitiza kuwa wadau wanaona vyombo hivyo havina uhuru wa kutosha kimfumo na kiutendaji, hivyo walipa kodi wanahisi hawatendewi haki wanapokuwa na malalamiko dhidi ya mamlaka ya mapato TRA. Kutoka Dodoma, Peter Ubogo, Sky TV. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Wanafunzi watatu wa shule msingi Msongola, manispaa ya Ilala jijini Dar es Salaam wamefariki dunia baada ya kupigwa na radi, huku wengine wawili wakijeruhiwa. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Mliro amesema tukio hilo limetokea leo saa 5 asubuhi wakati wanafunzi hao wakiwa wanacheza na majeruhi wawili wamepelekwa hospitali kwa matibabu. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linazo taarifa mbili. Taarifa ya kwanza ni ya tarehe 18 mwezi huu Machi wa 2026 majira ya saa 5 asubuhi eneo la Chanika Ilala Dar es Salaam lilitokea tukio la ajali ya wanafunzi watano wa shule ya msingi Msongola kupigwa na radi wakati wakicheza na kupelekea wanafunzi watatu kupoteza maisha na wengine wawili kupata majeraha. Wanafunzi waliopoteza maisha ni Alexander Paul, mwanafunzi wa darasa la 5, Ali Pongwe, mwanafunzi wa darasa la 3, na Hudhaifa Shafii, mwanafunzi wa darasa la 5. Lakini waliojeruhiwa na radi ni Nadri Maneno mwenye miaka 8 wa darasa la 3 na Nadir Ramadhani miaka 8 mwanafunzi wa darasa la 2. Wakati huo huo, polisi Dar es Salaam inafanya uchunguzi wa taarifa ya tukio la mauaji ya mtu aliyefahamika kwa jina la Athmani Nyanza aliyegundulika kuuawa na kufukiwa kwenye shimo pembeni ya nyumba yake mtaa wa Kimya Kimya Zingiziwa Ilala Dar es Salaam. Polisi inaendelea kutoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa mbalimbali ambazo zinahusiana na masuala ya usalama ili vitendo vya kihalifu viweze kuzuiwa. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Serikali imeombwa kusaidia kutafuta suluhu ya kudumu ya miundombinu hasa ya mabweni shule ya msingi Buguruni Viziwi kwa kuwa yaliyopo hayatoshi na yamechakaa kwa kuwa ni ya muda mrefu. Mwanahabari wetu na maelezo zaidi. Mwalimu mkuu msaidizi wa shule ya msingi Buguruni Viziwi, Richard Kweka, amemwomba mbunge wa jimbo la Segerea Agnes Kaiser kuwasaidia kutafuta suluhu ya kudumu ya miundombinu hasa ya mabweni shuleni hapo kwa kuwa yaliyopo hayatoshi na yamechakaa kwa kuwa ni ya muda mrefu. Mwalimu Kweka amesema changamoto ya mabweni ni kubwa kwa kuwa watoto wanaosoma hapo ni wenye mahitaji maalum, hivyo inatakiwa wanapomaliza vipindi vya masomo wanapaswa wakae kwa pamoja shuleni nasi kama ilivyokuwa sasa wengine warudi nyumbani. Shule ya msingi Buguruni Viziwi ni shule maalum ambayo ilianzishwa mwaka 1974 na mpaka sasa tuna wanafunzi wapatao 260. Tunafurahi sana kumwona mheshimiwa mbunge wa jimbo la Segerea amekuja kutuona na kuwapa tabasamu wanafunzi wa shule hii kwa kuwapa mahitaji mbalimbali ambayo mengine yatatumika wakati huu wa sikukuu ya Idi na Pasaka, lakini pia vifaa vya ujifunzaji ambavyo vitasaidia katika kuinua taaluma yao. Kwa namna pekee, mheshimiwa mbunge, labda niseme shule yetu kutokana na kwamba ni ya muda mrefu na ni shule ya mahitaji maalum na kwa wingi wanafunzi hawa niliowataja hapa 260, kwa bahati mbaya sana nitaki kusema kwamba miundombinu yake bado haitoshelezi kuwapokea wanafunzi wote wakaweza kukaa hapa na kupata elimu kwa wakati huu
hasa ninapozungumzia swala la mabweni. Mabweni yalijengwa miaka mingi iliyopita, na hivyo sasa hivi imekuwa mfumuko wa upokeaji wa watoto umekuwa mkubwa, na kufikia sasa nusu tu ya wanafunzi katika shule hii ndio wanaolala katika mabweni haya. Kwa hiyo niombe kwa kupitia kwako, lakini na nikijua wazi kwamba kwa nafasi yako una uwezo wa kushauri serikali na wadau wengine ili kuweza kuliangalia hili, na kama kuna kikwazo chochote kikafanywa kazi ili kurekebisha taratibu zile, likajengwa bweni hapa ambalo linaweza likawapokea wanafunzi waweze kusoma bila vikwazo vile, kwamba leo mzazi hana nauli au mtoto ameshindwa kufika kwa sababu yoyote ile. Mzazi akipata changamoto, mwanafunzi anaweza asije shuleni. Mwanafunzi mwenyewe anaweza akapata changamoto anapotoka nyumbani kutokana na ulemavu wake. Lakini tukipata bweni ambalo lita-accommodate labda wanafunzi wote wakalala hapa, tutahakikisha kwamba swala la elimu kwao ni kipaumbele na litaendelea kuonekana kwamba wanaweza sasa kusoma bila kukatiza masomo yao. Sasa mimi changamoto kwangu kama mama, kama mzazi, lakini pia kama mbunge, nimelichukulia kwa uzito mkubwa kuliko mambo mengine niliyokutana nayo hapa. Na imenitia simanzi zaidi kidogo nilipokutana na kina mama pale nje wamelala chini. Mwanzoni nilizani wanatusubiri kuja kuambatana pamoja na sisi kuleta tabasamu, lakini baadaye nikaambiwa hao ni wazazi wanakuepo kuanzia asubuhi mpaka saa 5 wakisubiri watoto wao wamalize masomo, halafu wawabebe kuwapeleka majumbani kulingana na ulemavu wao walionao. Sasa ukiangalia wazazi kama hao, ina maana hawaingizi kipato chochote. Sasa watoto hao wanaishije? Mahitaji yao ya kila siku yanapatikana namna gani? Hawa watoto kama wangekuwa bwenini, wazazi hao wangekuwa mtaani wanapambana kuhakikisha kwamba wanapata mahitaji kwa ajili ya watoto wao. Sasa mimi kama mbunge naomba niwaambie uongozi mzima wa serikali ya mtaa, lakini pia na uongozi wa shule kwamba ninapokwenda bungeni, ili bunge la budget, la kwanza kabisa na kwenda kuishauri serikali. Kwanza nitakwenda kukaa na waziri mwenye dhamana, lakini pili ndani ya bunge nitakwenda kupeleka ombi langu maalum kabisa kwa ajili ya shule hii, ili kwa kweli kwa udharura wake wajengewe bweni ili watoto wetu waweze kusoma katika hali ya usalama. Mheshimiwa Agnes yuko kwenye ziara ya kutembelea vituo na shule za watoto wenye mahitaji maalum ili kuwapa mkono wa tabasamu kuelekea kwenye sikukuu za Idi na Pasaka, huku akisisitiza kuwa kundi hilo linahitaji uangalizi wa kipekee kutokana na serikali na kwa wadau wa maendeleo. Johannes Michael, Sky TV. Mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV, na tulionayo usiku huu. Wanafunzi Makangarawi waondokana na adha ya umbali wa shule. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu. Wananchi wa kata Makangarawi, manispaa ya Temeke jijini Dar es Salaam wameshukuru serikali kwa kuanza ujenzi wa shule ya sekondari ambayo itaondolea kero ya kutafuta ama kufuata shule maeneo ya jirani wanafunzi wanaohitimu shule ya msingi za Jitihada na Yombodovia. Taarifa ya mwandishi wetu inafafanua zaidi. Wakizungumza wakati wa ziara ya kamati ya maendeleo ya kata iliyokuwa ikikagua ujenzi huo, wananchi hao wamesema watoto walikuwa wakipata taabu kwenda kusoma maeneo ya mbali na kutumia gharama kubwa, na kuishukuru serikali kwa kuona umuhimu wa kujenga shule hiyo. Tumepokea vizuri kwa sababu wanasema elimu ni ufunguo wa maisha. Manake watoto wetu baada ya walikokuwa wakimaliza shule walikuwa mashule yalikuwa yamejengwa mbali sana. Watoto walikuwa wanaenda mbali sana kwa ajili ya kusoma, kupata elimu, lakini kwa kupokea hii shule ambayo itajengwa hapa karibu, manake itafanya watoto wetu kusoma kwa weledi, manake hawatatumia muda mrefu sana kuzunguka kwenye magari kwa ajili ya kwenda kutafuta elimu mbali. Manake itakuwa ni jirani hapa, watasoma vizuri na shule itawasaidia sana kwa sababu kila mtu anajua anaelewa nini maana ya elimu kwenye maisha. Kwa kweli kutokana na ujenzi wa shule wa sekondari tumefurahia na tumelipokea vizuri. Kwa sababu kwanza watoto wetu wanateseka kwenda mbali kusoma. Ada magari, makonda wanahangaika. Alafu chengine itatusaidia watoto wetu wakishamaliza hapa wanapata kwenda kusoma karibu kutokana na mazingira walioyazoea. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa jitihada zake zote kutokana na shule ya kwetu hii ya sekondari na ujenzi wake. Kiukweli tumefurahishwa sana na jambo lake. Kwanza Mwenyezi Mungu
amzidishie sana. Kipindi cha nyuma imekuwa wanafunzi ambao wanamaliza kwenye shule hizi wamekuwa wakienda shule za mbali nje ya kata yetu Makangalawe. Kwa hiyo itaondoa unafuu na gharama kwa wazazi, gharama za nauli. Kwa hiyo wazazi wetu watapata unafuu wakawapeleka wanafunzi katika shule ambayo iko jirani na kata yetu. Diwani wa kata ya Makangalawe amesema ujenzi huo umekuja wakati muafaka na wana matumaini watoto watakaomaliza darasa la 7 na la 6 mwakani watapata nafasi katika shule hiyo. Shule yetu ya sekondari Makangalawe ambayo inajengwa imekuja muda muafaka. Sisi kwenye nchi yetu sasa tunaingia kwenye mtaala mpya. Na mtaala wetu mpya maana yake 2027 madarasa mawili, darasa la 6 na la 7 wanafanya mtihani wa taifa kwa pamoja. 2028 darasa la 6, darasa la 7 waenda kuanza kidato cha kwanza. Kwa hiyo sisi wana Makangalawe tuna imani kubwa, tuna furaha, hatuna pressure, hatuna stress kwa sababu 2028 tunaenda kuifungua shule yetu wakati tukiwa na madarasa mawili kwa wakati mmoja. Tunachukua nafasi hii kumpongeza sana rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Shule hiyo inayojengwa kwa mtindo wa ghorofa inatarajia kukamilika mwakani na kuanza kuchukua wanafunzi mwaka 2028. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Mahakama imetoa uamuzi katika shauri lililohusisha washtakiwa watatu ambapo upande wa jamhuri umeshindwa kuthibitisha mashtaka ya kuvunja duka na kuiba wakati wa vurugu za Oktoba 29. Kutokana na upungufu huo wa ushahidi, washtakiwa wameachiwa huru katika makosa hayo mawili. Hata hivyo, mahakama imebaini kuwa washtakiwa hao walipatikana na mali ya wizi na hivyo kuwatia hatiani kwa kosa hilo. Kufuatia hatia hiyo, wamehukumiwa kifungo cha miaka 2 gerezani kwa mujibu wa sheria. Leo tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 2026 katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu mashauri mawili yalipangwa kwa ajili ya kutolewa uamuzi na yote yalikuwa yanasikilizwa mbele ya Mheshimiwa Makube. Shauri la kwanza ni namba 28763 linamhusu mtuhumiwa mmoja Nasrim Lawrence Mkangala, lakini shauri la pili linahusu watuhumiwa wawili namba 28996. Watuhumiwa hawa ni Daudi Shine pamoja na Joshua Zakaria. Watuhumiwa wote hawa watatu, pamoja na kwamba hizi ni kesi mbili tofauti, lakini makosa yao yote yalikuwa yanafanana, ambao walikuwa wanashtakiwa nayo. Walikuwa wanashtakiwa na makosa matatu. Kosa la kwanza ni kuvunja duka, kosa la pili kuiba, na kosa la tatu kama mbadala au alternative ilikuwa ni kukutwa na vitu au mali zinazodhaniwa kuwa ni vya wizi. Kesi hizi zimesikilizwa mbele ya Mheshimiwa Makube na tulikuwa tuwakilisha watu wote watatu. Leo katika uamuzi mahakama imeona kwamba kwenye kosa la kwanza na kosa la pili, kwa maana kosa la kuvunja duka, kosa la kuiba, jamhuri imeshindwa kuthibitisha pasipokuwa na shaka. Kwa hiyo kwenye makosa hayo mawili watuhumiwa mahakama imeona hawana hatia na imewaachia huru kwenye hayo makosa mawili. Lakini kwenye kosa la tatu la kukutwa na mali au vitu vinavyodhaniwa kuwa ni vya wizi, mahakama imeona kwamba watuhumiwa wana hatia, kwamba jamhuri imethibitisha. Kwa hiyo imewahukumu kifungo cha miaka 2 jela. Lakini mahakama imeeleza pia kwamba kama kuna upande ambao hujaridhika unaweza kukata rufaa kwa mujibu wa sheria. Hata hivyo, kama nilivyosema, kwa sababu hatujaridhika na uamuzi wa Mheshimiwa Makube, kwa hiyo tutafanya mashauriano na kukata rufaa kwa wakati. Kwa mujibu wa sheria tunapaswa kuwasilisha notisi ya kusudio la kukata rufaa ndani ya siku 10 kutoka leo. Tutafanya hivyo kabla siku 10 hazijaisha, na baada hapo tutapaswa kuwasilisha hati ya rufaa ndani ya siku 45 tangu uamuzi ulipotoka kuanzia leo. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba tutatembelea wateja wetu gereza la Segerea kwa ajili ya mashauriano na tutachukua hatua stahiki za rufaa ndani ya muda ambao umepangwa kwa sheria. Lakini la pili ni kwamba nafahamu kwamba watuhumiwa wote watatu bado na shauri moja la uhaini ambalo kwa mujibu wa sheria haina dhamana. Hata kama mahakama leo ingefuta hawana hatia kwa makosa yote matatu, bado wangerudi gerezani Segerea kwa sababu tuhuma za uhaini jamhuri haijazifuta. Na mimi nataka nitumie jukwaa hili tena kwa mara nyingine kumtaka DPP Sylvester Frank Maktaru yaondoa mashtaka ya uhaini kwa sababu hayana tija kwa mujibu wa sheria. Mamlaka ya kufanya hivyo nayo kwa mujibu wa ibara ya 59 B kubwa ya katiba yetu,
kifungu cha 8 cha sheria ya mashtaka na kifungu cha 92 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai. Mamlaka hayo anayo, kwa sababu kama anashindwa kudhibitisha makosa ya uvunjaji, makosa ya wizi, siamini kwamba DPP anaweza kudhibitisha makosa ya uhaini, kwa sababu haipendezi kabisa kwamba tangu tarehe 7 ya mwezi Novemba mwaka jana, leo ni tarehe 18 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, ni takriban miezi 6, mashauri haya ya uhaini yamesimama, hayaiti popote, hakuna upelelezi, hakuna kesi katika mahakama kuu. Inaashiria kwamba kabisa jamhuri kwenye mambo haya ushahidi hautoshi. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Wananchi wa mkoa wa Songwe wametakiwa kuendelea kushirikiana na TAKUKURU katika kupambana na rushwa na kuziba mianya yake, huku akikumbushwa kwamba mapambano hayo ni jukumu la kila mmoja, si taasisi pekee. Tupate taarifa zaidi. Ujumbe huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Mbozi, Hamadi Mbega, kwa niaba ya mkuu wa mkoa wakati wa iftar iliyoandaliwa na TAKUKURU yenye lengo la kuhamasisha jamii kushiriki kikamilifu katika vita dhidi ya rushwa. Sisi kama wananchi wa mkoa wa Songwe tuna kila sababu ya kushirikiana na wenzetu wa TAKUKURU ili kuhakikisha kwamba rushwa inazuiliwa, lakini kwa kutoa taarifa kwa mamlaka husika ili hatua ziweze kuchukuliwa. Swala la rushwa ni swala la watu wote, taasisi pekee yake hawezi kutimiza jukumu hili. Sisi kama wananchi tuko kwenye maeneo ambayo yanatekelezwa, tutoe taarifa kushirikiana na TAKUKURU ili mwisho wa siku malengo ya fedha ambazo shule zinazitoa yaweze kutimia. Lakini pia tuendelee kuchukua hatua zilizo kwa mujibu wa sheria kwa wale wote ambao watakuwa wanakiuka taratibu na sheria za nchi yetu kwenye miradi ya maendeleo ikiwemo ubadhirifu na uwizi wa fedha za umma. Kwa upande wake, kamanda wa TAKUKURU mkoa wa Songwe, Frida Wikesi, amesema taasisi hiyo si ya kuzuia rushwa tu, bali pia ni sehemu ya jamii, huku iftar hiyo ikiambatana na utoaji wa sadaka kwa wahitaji wakiwemo yatima na wajane. Maana wamezoea kuona TAKUKURU tu tukifanya uchunguzi, tukifanya kufuatilia miradi ya maendeleo, lakini tunataka kuambia sisi pia ni jamii, tunaweza tukafanya mambo kama haya. Ndio maana tuliwaita watoto, tukawaita wamama wajane na wazee pamoja na walemavu ili tuweze kufuturu nao. Tulichanga chochote kitu tulichokuwa nacho ili kuweza kuwapa na wenyewe wawe yani wakafurahie, hasa kwa sababu sasa hivi wanaenda kwenye kusherehekea sikukuu ya Idi, basi wasio wanyonge siku ya sikukuu. Kwa hiyo katika mapambano ya rushwa hatuwezi tukawaacha TAKUKURU peke yao. Lazima sote tuingie katika mapambano haya ili kuhakikisha kwamba sheria, haki zinatekelezwa katika nchi yetu ya Tanzania, rushwa isiwepo, kwa sababu rushwa ni miongoni mwa vitendo ambavyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amevikataza. Hafla hiyo ilihitimishwa kwa dua maalum ya kuliombea taifa na viongozi wake ili kudumisha amani hapa nchini. Mariango Mugeta, Sky TV. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi na tukirejea tutakuletea mkusanyiko wa habari za biashara na uchumi. Usiondoke. Sky TV. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716.
Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Makubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Mtazamaji, karibu katika habari za biashara na uchumi. Mimi ni Jeremia Isaya. Kukamilika kwa mradi ujenzi wa meli 4 kubwa za mizigo katika bandari ya Kalema ni fursa kwa wananchi wa mikoa inayopitiwa na ziwa Tanganyika, mikoa ya Rukwa, Katavi na Kigoma, na kuongeza kipato cha kaya na taifa. Ujenzi wa meli hizo ulianza Aprili 2025 na unatarajiwa kukamilika Julai 2026. Meli hizi zitafanya kazi ya kuhudumia mizigo katika ukanda huu wa ziwa Tanganyika katika nchi za maziwa makuu kwa maana ya Zambia, Kongo, Burundi na Tanzania. Meli hizi zimetokana na fursa ya serikali kufungua fursa za uwekezaji ambazo zimepelekea wawekezaji waliowekeza hizi meli kuiona na kuitumia, kwa maana nchi ya Tanzania ina amani na inatoa fursa hizo kwa wawekezaji kwa sababu wanaamini kwamba wakiwekeza hela yao hawezi kupotea. Kwa kuna kila namna ya kuisifu na kuipongeza serikali ya awamu ya 6 ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutupa fursa hii. Sisi kama TPA inatongezea uwezo wa kufanya kazi, kwa maana kupata mizigo mingi tofauti na tulivyoanza hapo awali. Hapa hii leo tuko katika bandari ya Kalema kwa jambo kuu ambalo ni kushusha meli ya 4 katika mradi huu na vile vile kufanya testing ya meli ya 3 ambazo meli hizi ziko 4 na mradi huu ulianza mnamo mwezi wa 4 mwaka jana 2025. Ukiangalia kwa namna ambavyo mambo yanaenda, mradi huu umekuja kufungua njia katika ziwa Tanganyika. Imekuwa ni fursa kwetu sisi wa Tanzania, maana umeleta fursa kwa vijana, ila vile vile mradi huu unakuja kufungua mlango ambao mlango huo tuko nao hapa ziwa Tanganyika. Mlango huo ni wa kiuchumi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imewahimiza wawekezaji na wafanyabiashara kutoka jiji la viwanda la Nantong nchini China kutumia fursa za kipekee zilizopo Tanzania ili kufikia katika soko pana la Afrika lenye zaidi ya watu bilioni 1.
Wito huo umetolewa leo Jumatano Machi 18, 2026 na Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo wakati akihutubia kongamano la uwekezaji na biashara nchini China. Kongamano hilo limekutanisha zaidi ya wawekezaji na wafanyabiashara 200 kutoka katika sekta ya viwanda vya nguo. Mtazamaji, tuangazie viwango vya ubadilishaji wa fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2572 na senti 31 na kuuzwa kwa shilingi 2598 na senti 04. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3434 na senti 55 na kuuzwa kwa shilingi 3468 na senti 90. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2967 na senti 68 na kuuzwa kwa shilingi 2997 na senti 35. Yen ya China imenunuliwa kwa shilingi 373 na senti 48 na kuuzwa kwa shilingi 377 na senti 21. Yen ya Japan imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 14 na kuuzwa kwa shilingi 16 na senti 35. Randi ya Afrika ya Kusini imenunuliwa kwa shilingi 154 na senti 72 na kuuzwa kwa shilingi 156 na senti 26. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 84 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 03. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 75 na kuuzwa kwa shilingi 1 na senti 77. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 68 na kuuzwa kwa senti 68. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa senti 86 na kuuzwa kwa senti 87. Na hii ni tamati ya habari za biashara na uchumi. Biashara na uchumi. Asante Jeremia Isaya kwa habari za biashara na uchumi. Na sasa tunaungana na Pius Jayunga katika habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Uingereza na Rwanda zitakutana katika mahakama ya kudumu ya usuluhishi PCA huko The Hague kuanzia leo Jumatano, huku Kigali ikidai zaidi ya pauni milioni 100 kutoka kwa Uingereza. Maafisa kutoka nchi hizo mbili watawasilisha kesi yao katika kikao cha siku 3 mbele ya mahakama hiyo ya kimataifa iliyoanzishwa mwaka 1899 kusuluhisha mizozo ya kimkataba kati ya mataifa. Maafisa kutoka Rwanda watawasilisha kesi yao leo Jumatano, huku mawakili wa Uingereza wakijibu kesho Alhamis. Pande zote mbili zitahitimisha uwasilishaji wao siku ya Ijumaa. Jopo la majaji watatu wa mahakama hiyo ya PCA litasimamia kesi hiyo na huenda likachukua miezi kadhaa kutoa uamuzi. Tayari mataifa hayo mawili yako kwenye mvutano baada ya Uingereza kupunguza misaada kwa Rwanda, ikiituhumu kuwaunga mkono waasi wa M23 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwingineko, Irani imejibu mauaji ya mmoja wa viongozi wake wakuu aliyeuawa katika shambulio la anga kwa mashambulizi dhidi ya majirani zake wa Ghuba na Israeli kwa kutumia baadhi ya makombora yake ya kisasa ya kukwepa ulinzi wa anga. Mashambulizi mapya yaliripotiwa mapema leo katika mkoa mkubwa wa mashariki wa Saudi Arabia ambao ni makazi ya visima vyake vingi vya mafuta, Kuwaiti, Bahraini, Katari na Umoja wa Falme za Kiarabu. Nchini Irani, kinu cha nyuklia cha Bushehr kililengwa kwa kombora, lakini hakukuwa na majeraha wala uharibifu. Haya ni kulingana na shirika la kimataifa la nishati ya atomiki baada ya kupokea ripoti kutoka Teherani. Na hatimaye, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameziita Urusi na Irani kuwa ni nchi ndugu katika chuki, akitafuta kuungwa mkono na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer.
Katika mazungumzo yake na waziri mkuu wa Uingereza mjini London, Zelensky amewataka washirika wa Ukraine kutoisahau nchi yake na akapendekeza kwamba Marekani na mataifa mengine yatumie teknolojia ya Ukraine ya kupambana na droni katika vita vya Mashariki ya Kati ambavyo pia vimeufufua uchumi wa Urusi baada ya Marekani kuiondolea vikwazo vya mafuta yake kwa muda katika juhudi za kupunguza shinikizo kwenye usambazaji wa kimataifa uliosababishwa na vita katika Mashariki ya Kati. Kwa upande wake, Steinmeier amesema haikubaliki kamwe Putin kuwa ndiye anayefaidika na vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Irani. Tamati ya habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Mtazamaji, ni wasaa sasa wa kuelekea viwanjani kuangazia ya kimichezo, na mwanamichezo Lai Saidi yuko hapa ndani kutupasha ya kimichezo. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Habari za usiku, mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Jina langu Lai Saidi. Kocha mkuu wa kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Miguel Gamondi leo ametangaza kikosi cha wachezaji ambao wataingia kambini kwa ajili ya kujiandaa na mechi za FIFA Series kwa mwaka huu ambapo zitakazoanza kupigwa hivi karibuni Kigali nchini Rwanda. Katika kikosi hicho, Miguel Gamondi amemjumuisha golikipa Aishi Manula na pia ameachwa golikipa aliyedakia mchezo wa mwisho
ambao ni mchezo wa michuano ya AFCON kwa mwaka 2025 dhidi ya timu ya taifa ya Morocco ambaye ni Hussein Masalanga pamoja na nahodha wa Stars Mbwana Samata. Gamondi amesisitiza kwamba walioachwa wana nafasi pia kuendelea kufanya vizuri ili waweze kuitwa timu ya taifa, na amesisitiza kwamba wachezaji watajitahidi kupata nafasi ya kucheza kwenye vilabu vyao. Okay, we decided to bring in the squad 25 players only to give opportunity to most of the players can play maybe in the 2 games, even some minutes. And this is the follow players. Aishi Manula from Assam FC, Jonah Amosi from Pamba, Gigi, Suberi Foba from Assam FC, Mohamed Musa from Mashuya FC, Twalib Nuru from Assam FC, Bakari Nsimu from Coastal Union, Elias Lamek from Assam FC, Hashi Mnoga from Salford City, Nixon Kibabage from Simba Sport Club, Bakari Manguanieto from Young Africans, Mohamed Hussein, Young Africans, Ibrahim Abdullah Baka, Young Africans, Yusuf Kagoma, Simba Sport Club, Kelvin Nation, Pamba Gigi, Mudatir Yaya, Young Africans, Novatos Miroshi, Gotsepe, Turkey, Alphonse Mabula, Shamaki in Azerbaijan, Faisal Salum, Asan FC, Simon Suba, Altalaba, Iraq, Kelvin John, Aalborg, Denmark, Idi Suleiman, Asan FC, Charles Momboa, Floriana, Malta, Terrin Alarakia, Rochdale FC, Paul Peter, JKT, and Suleiman Mwalimu, Simba Sport Club. This is the 25 names. Michuano ya FIFA Series itaanza kutimua vumbi Machi 23 mwaka huu Kigali nchini Rwanda. Na kwingineko ni kuhusiana na meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ally amewataka wasimamizi wa mchezo kati ya Simba dhidi ya Pamba Jiji kuhakikisha kunakuwa na utaratibu mzuri wakati wa mazoezi ya timu hiyo katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza, huku akidai kuwa wakati wa mazoezi hawatamani kumuona kiongozi yoyote wa Pamba Jiji. Akizungumza leo kuelekea mchezo huo ambao unatarajiwa kuchezwa siku ya kesho, Ahmed Ally amesema mara ya mwisho katika mchezo huo ambao ulipigwa katika uwanja huo wa CCM Kirumba kulijitokeza hali ya mvutano baada ya baadhi ya viongozi wa Pamba Jiji kung'ang'ania kubaki uwanjani wakati Simba ikiendelea na mazoezi, jambo lililosababisha taharuki na kuvuruga utulivu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumefika salama Mwanza kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho dhidi ya Pamba Jiji. Leo tutafanya mazoezi yetu ya mwanzo na mwisho katika uwanja wa Kirumba tayari kwa ajili ya mchezo wetu dhidi ya Pamba. Tuseme tu ya kwamba tuko tayari Simba Sports kwa ajili ya mchezo huo. Tunachoombea tu ni kwamba hali ya hewa iendelee kuwa nzuri hivi, mvua isinyeshe ili uwanja uendelee kuwa katika ubora wake na tuweze kucheza mechi yenye kupendeza na mechi yenye ushindani. Mechi na Pamba Jiji mara zote huwa ni mechi ngumu, lakini tumejiandaa na tumejipanga kwenda kuonesha upinzani mkubwa na hatimaye kupata matokeo mazuri. Nichukue nafasi hii kualika na kuwaita wana Simba wote wa kanda ya Ziwa waje kwa wingi wao katika mchezo wa kesho. Kwanza waje waipe support Simba yao, lakini pili waje waione Simba mpya, Simba bora na Simba ambayo ina mabadiliko makubwa kweli kweli. Mashindano ya riadha ya Festura Marathon
yanatarajiwa kufanyika Mei 24 mwaka huu mkoani Arusha kwa lengo la kusaidia wanawake wanaokabiliwa na changamoto za ugonjwa wa fistula. Mashindano hayo yanalenga kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu ugonjwa huo pamoja na kusaidia kupunguza au kuondoa vifo na madhara yanayoweza kutokea kwa mama baada ya kujifungua. Mratibu wa mashindano hayo Grace Chwezi anasema huu ni msimu wa 5 wa mashindano hayo ya riadha na yamekuwa na mafanikio chanya, kwani matamanio ni kuijuza jamii kwamba fistula ipo na inatibika. Hii ni mbio yetu ya 5 tunaokwenda kuifanya, na nia yetu tunatamani elimu ienee kwa jamii kwamba fistula ipo lakini inatibika. Na ndio maana kauli yetu inasema tuvunje ukimya tuweze kutokomeza fistula. Kwa hiyo tunawaalika kwenye hii mbio ambayo inalenga kutoa elimu lakini pia kuwasaidia hawa wamama wa fistula. Kwa hiyo karibuni sana, na mbio yetu itakuwa tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu wa 2026. Uwepo wa mbio hizi za fistula umesaidia kuongeza uelewa na kwa watu wengine kueneza uelewa juu ya fistula. Watu wengi walikuwa hawajui fistula ni nini. Wanashangaa tu mama anatokwa na mikojo, hawajui ni shida. Lakini kwa mbio hizi watu wameelewa kwamba fistula ipo na inatibika. Kimataifa ni kuhusiana na baada ya uamuzi wa kamati ya rufaa ya shirikisho la soka Afrika CAF kwa kuwavua Senegal ubingwa wa michuano ya AFCON kwa mwaka 2025 na kuwapa Morocco ubingwa huo. Mshambuliaji wa Senegal Sadio Mane amepinga uamuzi uliotolewa na shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF kuivua ubingwa wa AFCON Senegal na kuipa Morocco. Kupitia mtandao wake wa Instagram aliandika, kilichotokea kimevuka mipaka. Hili sio soka tunalolipigania wala sio Afrika tunayoiamini. Kuna kiwango kikubwa cha rushwa katika mchezo wetu na kinazidi kuua shauku ya mamilioni ya mashabiki barani Afrika. Wachezaji wanajituma kwa hali na mali uwanjani, lakini maamuzi ya nje ya uwanja ndio yanayoamua matokeo ya mechi na hata washindi wa mataji. Anasema kwamba amesikitishwa sana si kwa Senegal pekee bali kwa soka la Afrika kwa ujumla. Akisema tunastahili zaidi ya hapa, mashabiki wanastahili haki, uwazi na heshima. Lakini kupitia taarifa yake leo Jumatano ya Machi 18 aliyoichapisha kwenye mitandao ya kijamii, Mane ameeleza kuwa uamuzi huo unakatisha tamaa na kuua hamasa ya soka, huku akionya kuwa vitendo hivyo vinazofisha uadilifu wa mchezo huo na kuharibu uhusiano kati ya soka na mashabiki wake barani Afrika. Na taarifa nyingine ni kuhusiana na shirikisho la soka duniani FIFA limeripotiwa kukataa pendekezo la Iran la kuhamisha mechi zake za kombe la dunia kwa mwaka 2026 kutoka Marekani hadi Mexico. Ombi hilo limekuja baada ya maofisa wa Iran kuibua wasiwasi wa kiusalama na kueleza upendeleo wa kuepuka kucheza kwenye ardhi ya Marekani, huku kukiwa na mvutano wa kisiasa wa kijiografia. Licha ya kutokuwa na uhakika juu ya ushiriki, Iran hatimaye ilithibitisha kwamba bado ina nia ya kushiriki katika mashindano hayo. Kwa mujibu wa habari, FIFA haina mpango wa kubadilisha viwanja ambavyo vilipangwa ambavyo ni vya Los Angeles na Seattle, huku maofisa wanaamini kuwa hatua kama hiyo haitawezekana kwa kuwa tiketi tayari zimeuzwa na kubadilisha maeneo kutaleta matatizo ya kiufundi kwa timu nyingine kwenye kundi. Iran italazimika kucheza mechi zake huko Marekani kama ilivyopangwa hapo awali. Na taarifa hiyo, mtazamaji, inatufikisha mwisho wa habari za michezo na burudani. Nikurejeshe kwake Mindy Joseph aweze kukamilisha ulimwengu wa habari. Habari za michezo na burudani. Sky TV.
Asante Lai Saidi kwa mkusanyiko wa habari za michezo. Mtazamaji, tuangazie utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Mifumo anga bado inaendelea kuonyesha viashiria vya mvua katika maeneo mbalimbali hapa nchini, hususan yale yanazunguka Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu pamoja na maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi. Na Mamlaka ya Hewa inatoa angalizo la vipindi vya mvua kubwa katika maeneo machache ya mkoa wa Dar es Salaam, Pwani, Lindi, Mtwara, kusini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Hivyo ni vema kwa wananchi wa maeneo hayo kuendelea kuchukua hatua zinazostahiki. Na kwa usiku wa leo, maeneo yanazunguka Ziwa Victoria, nyanda ya juu kaskazini mashariki, kati mwa nchi yetu, magharibi, nyanda ya juu kusini magharibi, mkoa wa Morogoro pamoja na mkoa wa Ruvuma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Hali kama hiyo pia inatarajiwa katika maeneo ya pwani yetu ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Na kwa siku ya kesho, maeneo yanazunguka Ziwa Victoria, nyanda ya juu kusini magharibi, mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma pamoja na pwani yetu kusini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Kwa maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, kati mwa nchi, nyanda ya juu kaskazini mashariki pamoja na pwani yetu ya kaskazini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Na kwa upande wa upepo, tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, hususan katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Kwa maeneo ya Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika, Ziwa Rukwa pamoja na Ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na matarajio ya hali ya hewa kwa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji na mikoa ni kama ifuatavyo. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Dodoma pia tunatarajia mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na mkoa wa Mbeya pia tunatarajia mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tunatarajia mvua na ngurumo katika maeneo machache. Ni hayo tu kutoka Mamlaka ya Hewa, hatuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari, tupate muhtasari wa yale tuliyokuwa nayo. Radi ya wanafunzi watatu wa shule msingi Msongola, manispaa ya Ilala. Na kimataifa, Uingereza na Rwanda mahakamani juu ya mkataba wa wahamiaji. Na katika michezo, kocha Gamondi atangaza kikosi cha timu ya taifa, huku Mbwana Samata akitupwa nje kunako kikosi hicho. Mtazamaji, nafika tamati katika ulimwengu wa habari. Asante kwa kuichagua na kuitazama Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu.